ambaye atakuwa ni wako kwa ishara. Basi ngoja moja kwa moja tuweze kupata vidokezo. Kuwasili kwa watafuta njia sehemu hii ya Barasengo. Historia ya eneo la Barasengo. Watafuta njia wanuia kuacha alama sehemu hii. Kisha tutakuwa na nyimbo pamoja na mafunzo vyazidi kupamba moto, na mwishowe je wajua. Na hujambo mtazamaji wangu na msikilizaji popote ulipo, karibu kwenye runinga yetu ya BBC ukiwa nami Lady B. Kwanza kabisa, kuwasili kwa watafuta njia sehemu hii ya Barasengo. Tupate taarifa kamili kutoka kwa mwenzetu. Naam, karibu mtazamaji katika habari hii. Watafuta njia waliweza kuingia kwa mbwembe na vishindo vikuu kwa nyimbo za kumtukuza Mwenyezi Mungu, na waliweza kuimba nyimbo za kuwashawishi na kuwavuta watu karibu na mafunzo ya Bwana. Na pia mafundisho yaliweza kutolewa kemkem kuhusu kuwa mishonari asiye na mipaka kutoka kwa mchungaji wetu Evans Kinyari, ambaye alionekana kuwa maarufu katika kucheza nambari yake ya kufunga mabao katika uwanja wa kiroho. Mtazamaji wangu, bila kusahau wali wala wana wanawali na wasio wana wanawali hawali. Naam, niliyokuwa nikiripotia katika runinga yetu ya BBC, jina langu ni Emma Mkuu. Tukiachana na hayo, kwingineko ni kuwa historia ya eneo la Barasengo. Taarifa kamili Nesh. Naam, hii ni baada ya wanahabari kuketi na wazee wa kanisa hili. Walidai kuwa walipata changamoto ya kuangalia maandiko kujua ukweli wa kanisa la Masalio. Hiyo haikutosha, walipiganishwa vita na makanisa mengineyo wakidai kuwa ni kanisa la wasi wa Kisabato. Hawakufa moyo, bali walisimama kwa yote 9-10. Walisimama kwa yote 9-10. Nikiripotia runinga ya BBC, jina langu Neshiji. Na kulingana na maelezo kutoka kwa wazee wa sehemu hii, waliweza kupata matata mbalimbali kutokana na umbali wa makanisa, wakisema kwamba ukosefu wa kanisa la Kiadventista sehemu hii uliweza kuwapa utata zaidi wa kuweza kumjua Mwenyezi Mungu. Hata hivyo, waliweza kusema kwamba kanisa ambalo wameweza kulifungua litakuwa la baraka zaidi na kuwavuta watu karibu na mkono wa Mwenyezi Mungu na kujua zaidi sheria na kanuni za Kibiblia. Tukiachana na hayo, kwingineko ni kuwa watafuta njia wanuia kuacha alama sehemu hii. Taarifa kamili Lady pia nazo. Hatimaye ni siku iliyotegewa kwa siku wa muda mrefu, hatimaye imeweza kuwadia. Watafuta njia wanuia kuacha alama sehemu hii, huku wakiwa wamejenga vyumba vya kupendeza mapambo wakiwa wameacha kwa alama zao. Watafuta njia wapewa kongole kwa sababu ya kufanya kazi njema inayofurahisha kanisa. Nikiripotia runinga ya BBC, langu jina Lady B. Naam, shukrani zaidi Lady B kwa taarifa yako mbashara ambayo tumeweza kuipata. Ngoja tupate mwenzetu aweze kutupa je wajua. Karibu. Je, wajua jina Barasengo lilitokana kwa mzungu mmoja ambaye aliwahi kuishi sehemu hii karibu na mlima ulioko nyuma ya sehemu hii, aliyeitwa Bwana Sengo. Nikiripotia runinga ya BBC, jina langu ni Marion.
Naam, shukrani zaidi Marion kwa taarifa yako mbashara ambayo tumeweza kuipata muda huu sasa. Na basi moja kwa moja naweza kuwashauri vijana kutokana na nasaha kutoka kwa wazee kwamba tarehe 21 kutakuwa na mafundisho mengine sehemu za Kugisingisi, mafundisho ambayo yatakuwa na lengo moja la kuwaleta vijana wote karibu na Mwenyezi Mungu, na mnaweza kushauriwa kujiunga na kundi lile kubwa la wana Master Guide ili kwamba neno la Mungu lizidi kusonga. Nilikuwa wako Bwana Charles Maro. Na kufikia hapo hatuna la ziada ila kutilia kikomo. Hatuna budi kuaga na kuwapa kwa heri tukiwatakia siku njema. Langu jina Lady B, aliyekuwa wa lugha ya ishara Joseph Maro. Kwa herini.